Habari za wakati huu mtazamaji wa EATV popote pale ulipo, karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Ugonjwa wa saratani nchini Tanzania umeelezwa kuongezeka kwa kasi, huku idadi kubwa ya wananchi wanaofika katika hospitali kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vya ugonjwa huo wakiwa wamechelewa kutokana na ugonjwa huo kuwa tayari umeshaenea mwilini. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na mkuu wa kitengo cha magonjwa ya saratani na daktari bingwa wa magonjwa hayo kutoka hospitali ya Aga Khan, Dr. Harrison Chua, ikiwa leo Tanzania inaungana na nchi nyingine duniani kote kuadhimisha siku ya saratani, ambapo katika maadhimisho hayo wafanyakazi wa hospitali ya Aga Khan wametumia siku hiyo katika kujitolea damu. Takriban tunapata wagonjwa wapya 50,000 kwa mwaka, na katika wagonjwa 50,000 ni 10% tu ndio wanafika katika kupata huduma ya afya, ambao inakuja kama wagonjwa 5,000. Kwa maana yake wagonjwa 45,000 wao wanapotea huko na wanashindwa kufika kupata huduma ya afya. Na katika hao 5,000 ambao wanapatikana kila kwa mwaka, 70% wanafika katika vituo vya afya wakiwa katika hatua za mwisho kabisa katika matibabu yao. Ongezeko la ugonjwa wa saratani linaendana sambamba na ongezeko la uhitaji wa damu. Na ukizingatia kuwa wagonjwa wengi wanaougua saratani inakuwa ni tiba ya muda mrefu, na wengi wanakuwa hawana ndugu hapa Dar es Salaam, wengine wametoka mikoani. Kwa hiyo katika kitengo hiki wana uhitaji wa damu zaidi. Na kati ya makundi ambayo ni wahitaji wa damu, wagonjwa wa saratani ni kundi mojawapo ambao ni wahitaji wa damu. Kitu cha kwanza, wafanyakazi tuko katika sekta ya afya na tunaona namna gani ambapo tunapokea kesi mbalimbali ambazo zinahusisha wagonjwa, na hii imetugusa kama wafanyakazi. Tukaona kwamba kwa nini sio sehemu ya watu wa kwanza kupeleka ujumbe na kuhamasisha jamii kwa kufanya zoezi la hiari la kujitolea kwa ajili ya kuokoa maisha wenzetu ambao wanahitaji wa damu. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Diwani wa viti maalum kutoka jimbo la Segerea jijini Dar es Salaam, Bi Debora Sanga, amewataka wanawake katika kata ya Tabata na jijini Dar es Salaam kwa ujumla kuhakikisha wanabadilika kwa kutoa taarifa mara moja pale wanapoona vitendo vya ukatili dhidi ya mwanamke na mtoto. Diwani huyo wa viti maalum jimbo la Segerea ametoa ushauri huo leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto iliyoandaliwa na kituo cha msaada wa kisheria kwa watoto na wanawake WILAC. Ujumbe naowapa kwamba wanawake sasa tuamke. Wanawake sasa tusione aibu. Wanawake sasa tupambane, kwa sababu kama mwanamke hatonyanyaswa, ujue kwamba jamii itaelimika, familia itaelimika. Kwa hiyo ninachowaomba wana wa Tabata, especially kina mama, wasisite kutoa taarifa kokote. Na hata ujumbe wangu mkubwa sana wa leo kwamba hata jirani pia, kama utaona mwanamke mwenzio anafanywa ukatili, ni wewe rahisi kwenda kuripoti, wale watu waje kumsaidia ili swala hili la unyanyasaji hasa especially kata ya Tabata na Dar es Salaam nzima lipotee kabisa. Vitendo vya ukatili wa jinsia katika jamii bado vipo kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia tu kwa hii Januari, WILAC imeshapokea zaidi ya kesi 150. Watu wakileta malalamiko, kutelekezwa kwa watoto, masuala ya ndoa, lakini ukiangalia masuala mazima ya ndoa, ndani yake unakuta kuna vitendo vya ukatili. Wanawake wanapigwa bado na vyombo vya habari vinaripoti. Kwa hiyo tunataka jamii ielewe, jamii iweze kuchukua hatua, na tunajua kwamba wapo wengi, vitendo ni vingi lakini haviripotiwi. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Serikali ya Tanzania imetakiwa kupunguza idadi ya watoto wanaoishi mitaani kwa kutekeleza kikamilifu sera na sheria za malezi na makuzi ya watoto, sambamba na kuongeza bajeti ya kuhudumia watoto nchini. Kauli hiyo imetolewa na taasisi za kiraia zinazojishughulisha na haki za watoto, ambapo wameelezea watoto wa mitaani wamekuwa wakikosa haki zao za msingi, ikiwa ni pamoja na elimu, huduma bora za matibabu na malazi, suala ambalo linahatarisha ustawi wao kwa kuishi katika mazingira hatarishi. Kwa sasa hivi bajeti inayoenda katika eneo la watoto ni ndogo sana, ni pungufu ya 1%. Kwa hiyo tunadhani ni muhimu tukashirikiana na wadau mbalimbali katika asasi za kiraia ili kuweza kujenga ushawishi kwa watunga sera na wafanya maamuzi mbalimbali katika ngazi ya serikali ili baadaye tuweze kuwa na bajeti ambayo ni bora zaidi kwa ajili ya watoto. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo.
tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho. Na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Matero. Endelea kutazama vipindi bomba na makini hapa EA TV. Kurasa.